Wengine wanakuambia watu wanaoa mwezi wa Shaabani, baada ya Ramadhani ndoa zimekwisha. Mwanamke wa Kiislamu anatakiwa fahamu talaka si kitu chake, kama alivyokuja hapa akiwa na kitanda chake na kabati lake na shangazi kaja lake kaweka matarapurapu yake. Ikitokea bahati mbaya hiyo, si vyema kusema ninataka changu. Ile mwenyewe ni mume. Kwa hivyo utakuta kwamba sheria imezingatia mahusiano sana kiasi kikubwa kuliko kutengana. Sisi wanaume tuna nafasi ya kutoa mawaidha kwa wake zetu, na hayo mawaidha sio siku moja, hapana, chukua muda hata mwaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'd. Ndugu yangu mtazamaji wa Africa TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mtazamaji, katika kipindi ukipendacho, kipindi cha Sawaidul Ikha, ambapo bado tunaing'ang'ania mada yetu ile ile ya Qur'ani na familia. Kama yalivyozungumzwa mengi huko nyuma ya kujenga familia na kuhakikisha kwamba familia zinakuwa bora na zinakuwa katika mazingira yanayohitajika, ili malengo ya kujengwa familia hizi yaweze kupatikana. Katika vitu ambavyo vinazungumzwa katika swala la ndoa ni swala zima la talaka. Katika mambo ambayo yamezungumzwa yote, kuanzia misingi ile ya kuanzisha ndoa mpaka kipindi cha mwisho kilichozungumzwa kabla ya hiki kipindi cha leo, ukiangalia mazungumzo yote yanakusudia kuzifanya ndoa za Uislamu ziwe ndoa za kudumu. Na haya ndiyo malengo ya Uislamu, kwamba ndoa za Uislamu ziwe ndoa za kudumu, sio kama baadhi ya watu wanavyodhani kwamba Waislamu ndoa zao ni ndoa za chapchapu na zinavunjika haraka haraka. Wengine wanakuambia watu wanaoa mwezi wa Shaabani, baada ya Ramadhani ndoa zimekwisha. Na baadhi ya watu wanahisi kama hivyo ndivyo ilivyo kwenye Uislamu, wakilinganisha na baadhi ya dini au baadhi ya mitazamo kwamba kuna ndoa za kudumu, ndoa zikishafungwa zinaitwa pingu, kwa maana hazifunguki tena. Kwa hiyo wao wanaona kwenye Uislamu hilo jambo halipo, Waislamu kuoa tu na kuachana. Mpaka baadhi ya watu wanahisi pia hiyo inaweza ikawa sababu ya wao kuupenda Uislamu, kwamba kwenye Uislamu bana ndoa zao hazina matatizo ba, time yoyote unatoka. Hiyo sio sahihi, kwamba Uislamu unaruhusu tu watu waoane na kuachana, bali malengo vile vile katika ya Uislamu katika swala la ndoa ni ndoa ziwe za kudumu mpaka pale wanandoa hao au mmoja wapo atakapoaga dunia, ndio ndoa hiyo imevunjika. Lakini kwa sababu hawa walioana ni wanadamu, sio malaika, ni wanadamu. Wanadamu wana tabia ya kupenda, wana tabia ya kuchukia kimaumbile yao. Leo amependa, kesho amechukia, na hasa pale zinapotokea sababu za kumfanya mtu achukie. Kwa sababu ya kuchunga hiki kipengele cha kibinadamu, ndio maana sheria ya Uislamu ikaweka swala zima la talaka katika ndoa za Kiislamu. Kwa sababu kusema kwamba ndoa isiwe na talaka moja kwa moja ni kwenda kinyume na maumbile ya mwanadamu. Na ukiangalia matatizo mengi yanayotokea kwenye jamii zetu ni pale inapotokea kwamba watu hawataki kuifanyia kazi sheria ya talaka. Tunasikia mume kamchoma mkewe kisu, mara mume kaua mke wake, kaua na watoto wake, na mwenyewe kajipiga risasi, familia nzima imekufa. Yote haya yanasababishwa na kutokuwepo swala zima la talaka. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa kujua kwamba kwanza kabisa talaka ipo katika sheria ya ndoa ya Uislamu, lakini sasa pia ijulikane kwamba talaka ina faida zake na talaka ina hasara zake pia. Na wakati mwingine huwezi kusema moja kwa moja kwamba faida na hasara za talaka zipi nyingi, lakini mara nyingi unaweza ukakuta kutokana na hali ya ndoa ilivyo, ndio unaweza kujua kwamba hapa talaka itakuwa na faida ama kutokuwepo na talaka kutakuwa na faida. Kuna ndoa nyingine ikikosekana talaka
ndio mambo yanaharibika kabisa, na kuna ndoa nyingine talaka ikiingia inavuruga kila kitu. Kwa hiyo tu ni swala la Waislamu kuwa makini katika kuitumia sheria hii ya talaka, na mashekhe hapa wataelezea zile sababu zinazoruhusiwa, yani talaka ipatikane katika ndoa zetu. Siwe watu wanaachana tu hovyo, na isiwe pia watu wanaacha kuachana bila sababu, yani wakati sababu za kuachana zipo. Kunatakiwa kuwa na uwiano mzuri, wanandoa waliangalia hili jambo, ama viongozi wa Kiislamu wanaosimamia hizi ndoa za watu waliangalia hili swala kwa umakini wa hali ya juu, kwamba wapi panafaa kutoka talaka na wapi talaka haifai kutoka. Na swala hili nikimalizia, wanaume ndio ambao wamekabidhiwa swala zima la talaka. Kwa hiyo wanaume wanatakiwa kuwa makini sana na watulize akili zao, wajue kwamba talaka ipo na yeye ndio kiongozi na yeye ndiye anatakiwa kuitumia hiyo talaka. Kwa hiyo aangalie wapi anatakiwa kuitumia na wapi hatakiwi kuitumia. Wapi akiitumia atapatikana madhara, wapi akiitumia faida itapatikana. Mimi naomba niishie hapa, nimpise kwanza ndugu yangu Sheikh Twaha aweze kutudadavulia pale atakapoona ni kizuri cha kuingiza katika mazungumzo haya ambayo mimi nimezungumza kama utangulizi. Assalamu alaikum. Shukran ndugu mtazamaji, tunaendelea kwenye nukta hiyo. Ni kweli aliposema ndugu yangu Sheikh Mwaita, Allah muhifadhi, kwamba talaka iko katika umiliki wa mwanamume. Hili ni eneo ambalo pia huwa linakosewa katika jamii. Mara nyingi inapotokea mparaganyiko au mvurugano kati ya mke na mume, ni jambo ambalo tunalisikia mara kwa mara, mimi sikubali, anipe changu tu, mimi nataka changu tu niondoke, ni changu tu bwana, mimi sikubali lolote. Kwanza mwanamke wa Kiislamu anatakiwa fahamu talaka si kitu chake, kama alivyokuja hapa akiwa na kitanda chake na kabati lake na shangazi kaja lake kaweka matarapurapu yake. Ikitokea bahati mbaya hiyo, si vyema kusema nataka changu. Ile mwenyewe ni mume. Kwa hiyo kukiwa kuna sababu za msingi, basi ziangaliwe kwa jicho la sheria, na kama kuna haki ya kuwa itolewe, basi huyu mume Muislamu ana haki ya kufanya hivyo. Talaka si jambo zuri kama alivyosema, lakini kunatokea baadhi ya wakati inakuwa ni vizuri kutolewa hiyo talaka, hata kama sheria haipendi shingo upande. Kwa mfano, zile sababu zilizopelekea kuwepo ndoa ikitokea kuwa hazipo tena, moja ya hayo ni kwamba watu walipendana, watu walitakana, walikuwa tayari kujenga familia, wawili hawa wakiwa ni watu wanaopendana na sheria ya Allah ikawaunganisha. Inapotokea kuwa mapenzi yamechujuka au hayapo kabisa, badala ya upendo ukakaa uadui, kwa kweli si busara wala si lugha ya dini mume kusema mimi ninajua kuoa lakini sijui kuacha. Hapana, uliambiwa bwana, uko tayari imsakum bimaruf au tasrihum biihsan, ukasema ndio nimekubali. Sasa huwezi ukakataa kama yani, na ndio maana tunasema hata mnaofungisha jamani, haya maneno mwe mnayatumia kwa lugha ya Kiswahili, na kwa kuwa maneno yale sio ndio tamko la kufungisha ndoa, ni tamko la kumalati mtu mapema, bwana na kufungisha ndoa na kuozesha fulani fulani kwa misingi ile aliyoamrisha Mwenyezi Mungu, kwamba mtaishi kwa wema na pale inavyolazimika mtaachana kwa wema. Umekubali hilo? Nimekubali. Sasa ndio unamfungisha. Sasa asiseme mtu mimi ninajua kuoa tu sijui kuacha, haiwezekani. Kwa hivyo ziko baadhi ya asbab zinazolazimisha iwepo talaka. Mojawapo ni hiyo, imeonekana kwamba mapenzi hayapo kabisa na uadui umetamalaki katika familia. Kila mmoja, mara unakwenda mama yenu yuko wapi, unamkuta kajifungia chumbani anafunga kamba ajimalize. Mara mama tumemkuta ameenda dukani amenunua vidonge vya Panadol dosi nzima ndio. Yani watu wanaona madam sina njia bora nijipotezee. Ikifikia hatua hii, talaka inakuwa ni jambo la lazima. Lakini kuna sababu nyingine, ziko sababu za hata za kiafya. Sababu za kiafya, msingi wa kwanza na ushauri wa dini kwamba watu wavumiliane.
mmoja wa wanandoa ikionekana kwamba amepata ugonjwa na hawezi tena kukidhi yale yanayohitajika katika ndoa, ni busara hasa ikitokea kuwa ni mke, huyu mume avumilie na mlango uko wazi kwake, aende akatafute mke wa pili, wa tatu au kadha. Sitoa shukran, naomba uishie hapo, lakini unatafuta ugomvi sasa, kwa sababu tunazungumza ndoa ya mke mmoja, tayari ushaingiza habari ya kaoe. Hii mimi sasa, huyu ashakuwa light off, huyu ashakuwa light off, hafai chochote. Maskini ya Mungu yuko pale kitandani, anaita watu nigeuzeni huku, hawezi kupika, hawezi kulala kitanda kikubwa. Ndio maana tukasema ziko sababu nyingine za sasa, ni busara kuendelea kuwa mkewe huyu. Tabia za wanawake hata katika hali hiyo hataki zake. Sheikh Nasir Sio khabithi. Mimi labda nianze mchango wangu kwanza. Lazima baadhi ya mambo kwanza yafanyike. Allah anasema wa in khiftum shiqaqa bainihima fabhathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islah. Kwa hivyo tayari kwanza, kabla ya talaka, mazungumzo yawepo, sio ya wale wawili waliogombana, washirikishe pande mbili, upande wa mume na upande wa mke, ili wapate kusikiliza. Hiyo kesi inalazimika itoke talaka. Kwa hivyo utakuta kwamba sheria imezingatia mahusiano sana kiasi kikubwa kuliko kutengana. Lakini hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thalathatu jidduhuna jiddun wa hazluhuna jiddun, at-talaq. Hiyo mambo matatu, wewe ukifanya maskhara bana ni kweli, kweli ni kweli, maskhara ni kweli. Katika mambo hayo hataki mchezo, neno talaka. Kwa hivyo jamii hivi sasa imekumbwa na tatizo dogo tu, talaka, nimekuacha. Lakini kama umemwacha, at-talaq maratani, zitoke ngapi? 2. Baada ya hapo faimsaku bi'arufin au tasrihun bi ihsani, washikane watu kwa wema. Lakini unakuta mtu moja haitoshi, 10. Ndio hapo sasa masaili yanakuja yakifikia hivi, talaka, nikisema talaka 3 ni ngapi hizo? Umeona lugha hiyo? Maswala mengi sana, mtu anakuuliza, Sheikh, talaka 3 kwa tamko moja ni ngapi? Jibu ni kumwambia we, sababu unajua hujui. 1 unajua hujui, 2 unajua hujui. Kwa nini umekimbilia 3? Ina maana unajua unachokifanya. Kwa hiyo madhara hayo sasa yanapelekea kwamba familia zinasambaratika. Halafu tena kosa linakuja sasa, mashekhe wanaanza huyu akimpa fatwa, bana hizo bana hapana, 3 ni 1, anahangaika tena. Na mara nyingi, ndugu mtazamaji, ukiona wanaletana mke na mume kwa shekhe kwa kesi, wakifatana tu, basi ujue zimeshatoka zaidi. Ukiona wanafatana tu, kwa sababu kama kuna matatizo, atakuja mmoja, atakuja shekhe, bwana mimi na matatizo na mke wangu 1 2 3. Basi hivyo bwana, fanya hivi au mlete. Lakini ukiona unakuja wote kwa pamoja, alafu wote wapole, basi hilo vishavuka na wanataka. Ndio maana shekhe wetu Doga rahmatullahi alayhi, kuna siku ilikuja kesi kama hiyo, mtu kasha toa talaka zaidi ya 1, 3 na kuendelea kwa tamko moja. Sasa akawa anataka fatwa nyingi. Mimi kama bana, kwa mujibu wa fatwa ya Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, na mimi ndio msimamo wangu, na ndo naona, kwa sababu watu wanafanya mchezo kwenye sheria, talaka 3 bwana ni hizo 3 ulizokusudia. Lakini kwa sababu umekuja kuuliza, naona umehangaika sana kwa mashekhe, sisi jibu letu ni hilo. Lakini ngoja tuhakiki, tukampigia Sheikh Doga, Mungu amrehemu kwa aliko. Tukamwambia Sheikh Doga, bana hivi kuna mtu hapa ana masala ya talaka, amesema 3 kwa 1. Hivi vipi? Hoja yake katika kujitetea anasema pale, bwana mimi nilitoa, nilikuwa nimekasirika. Sheikh Doga akatwambia, na ni lini mtu akatoa talaka kwa kufurahi? Jazakallah khaira Sheikh Nasir. Muda umekwisha Sheikh Juma, na mchango kidogo, lakini kama muda unaruhusu nimpe kidogo. Sheikh Juma, dakika 1. Naam, nilichokigundua hapa kwa wanandoa wengi wanaingia kwenye ndoa kabla ya kuisoma ndoa. Utakuta Mwenyezi Mungu ameweka vigezo mpaka ufikie kwenye talaka. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'ibuhunna
wahjuruhunna fil madaji wadhribuhunna. Alafu jingine ndo aliyosema Sheikh Nasir kwamba sisi wanaume tuna nafasi ya kutoa mawaidha kwa wake zetu, na hayo mawaidha sio siku moja, hapana, chukua muda hata mwaka, au kanunue CD huko, silete nyumbani pale, uweke pale ili mke awe anasikia, hata kama atakwambia umeniletea, lakini fungulie tu au Africa TV afungulie, au Imani TV tusome, yani mtu mpe mawaidha mke, lakini tunaanza la mwisho ndo linakuwa la kwanza, haya mengine ndo yanakuwa ya mwisho. Sasa nenda kwa Sheikh Mziwanda, kwa nani. Hili ni kwa sababu hatuzisomi ndoa kabla. Allah khaira Sheikh. Samahani, nina swali kidogo. Naam. Sasa hivi wanawake wengi wanajituma sana kwenye kujifunza dini na madarisi mengi wanawake wanahudhuria, wanaume wana changamoto. Kwa hiyo utakuta ndani ya familia mke ndiye ana ufahamu mzuri wa dini kuliko mume, na vurugu zinazotokea mume ndio tatizo. Sasa inapokuja kwenye issue ya talaka na huo mchakato, sijui kuna utekeleza namna gani? Hili nafikiri ni kama maneno, ni kama aliyosema Sheikh Juma kwamba moja katika sababu zinazochangia kupatikana talaka kwenye ndoa zetu za ovyo ovyo ni kwamba watu hawaisomi ndoa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Watu wana mihemko ile ya kupendana, wamekutana huko uwanja wa mpira, wanaangalia Simba na Yanga, wakapendana huko, kesho watu wanatangaza ndoa, washaikundesha, geti vinatoka, watu wameingia kwenye ndoa. Hili ni moja katika tatizo kubwa sana linalosababisha talaka kuenea katika ndoa zetu. Kwa hiyo mke mmoja wapo anaweza akawa mjinga wa ndoa ama wote, na mara nyingi inakuwa ni wote. Lakini kweli aliyosema ndugu yangu kwamba wanandoa, watu wanaojitahidi kusoma, wanawake wanajitahidi sana. Sasa hivi msikiti tangaza darasa ya wanawake, tangaza darasa ya wanaume. Ya wanawake utakuta msikiti umejaa, lakini wanaume wanakuja watu wawili watatu, tena hawadumu, au siku mbili tatu wameondoka. Kwa hiyo mimi nafikiri cha msingi ni watu kurudi kwenye ndoa, kwenye elimu ya ndoa, ili watu waisome ndoa kabla hawajaingia. Lakini pia la mwisho kabisa ni rudi kwa mashehe, hasa wale ambao wamepewa majukumu ya kuhukumu baina ya watu katika masala haya ya ndoa, kwa maana makazi au hata mashehe wale mabaraza mbalimbali ya usuluhishi. Kumekuwa na tabia moja ambayo mimi kwa kusema kweli napingana nayo sana. Yani watu hawaangalii vigezo vinavyoweza kuleta matatizo kwenye familia. Wao mara nyingi wanaona kwamba sasa sisi ndoa tukiivunja tutaambiwaje nini. Tukuta mwanamke ndani ya ndoa anateseka mpaka anafikia, yani uvumilivu umekwisha, anafikia hata kutafuta hivyo vidonge kama mashehe walivyosema, lakini bado mashehe wanashindwa kuivunja ndoa, wanaogopa, au wakati mwingine hata rushwa zinatembea kwenye mabaraza yetu. Wallahu almusta'an. Kwa hiyo hili nalo liangaliwe kwa umakini mkubwa sana. Mashehe wanapojadili ndoa za watu waangalie madhara ambayo yanaweza kutokea kama ndoa zitavunjika, na pia waangalie madhara yatakayotokea kama ndoa hizi zitabaki. Na mfululizo wa vipindi vyetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, leo tukikuletea kipindi chetu cha kuhusu at-talaqu, neno la Kiarabu lakini kwa maana ya talaka. Mbele yetu tuna shekhe wetu Juma Kijepa, yeye inshallah atakuwa anatuelezea mambo mbalimbali kuhusu talaka. Lengo langu kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa nasi katika muda huu tukiutumia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shekhe Juma Kijepa, karibu sana. Mbele yako watazamaji wa Africa TV Mwongozo wa Maisha wanataka wapate mawili matatu kuhusu talaka hivi. Kwa hivyo labda tu tujue hii talaka hii hasa ni nini na nini mtazamo wa Uislamu kuhusu hiyo talaka. Karibu Sheikh. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Naam, ndugu zangu watazamaji wa Africa TV Swahili, tupo hapa katika kuielezea talaka, ama kwa lugha nyingine athari za talaka katika jamii yetu.
Lakini kabla hatujaendelea kuzungumzia athari na mtazamo wake katika Uislamu, kwanza natakiwa tuifahamu hii talaka maana yake ni nini. Talaka ukiitazama katika istilahi ya lugha ya Kiarabu lina neno, kwa mfano kukiacha kitu ama kukiachilia kitu ambacho likikuwa unacho katika milki yako kaona kwamba ukiache. Kwa mfano kama vile mtumwa ulikuwa nayo ukamwacha huru, au ulikuwa na chochote kile, mfano kuku, mbuzi, ukamwacha akaondoka zake. Hii kwa istilahi ya lugha ya Kiarabu inajulikana kwamba ndio talaka. Ama ukizungumzia talaka kisheria, maana yake ni kuvunja ule mkataba uliokuwa halali wa ndoa, lakini kuvunja kwenyewe ni kwa tamko maalum ama formula maalum ambayo hii itajulikana sasa ni talaka. Kama vile mtu kumwambia mke wake katika baadhi ya wakati, labda ndio limetukala kutikia bana, wewe nimekuacha talaka moja, nimekuacha talaka mbili na kadhalika. Hii ndio talaka kwa lugha ya Kiarabu. Maana yake ni mkataba wa halali ambapo wakati nyinyi mlifunga ule mkataba wa ndoa, sasa ikafika mahala imefikia mwisho, wewe ukauvunja ule mkataba. Na hili anayelisimamia na kulimiliki ni mume. Mume ndio mwenye kumwacha mke na wala sio mke kumwacha mume. Mke kumwacha mume labda akimbia aondoke nyumbani, lakini hayambii ni talaka. Taambiwa tu amekimbia, lakini lazima mume huyu aweze kutamka neno talaka au kwa njia yoyote ile itakayojulikana kisheria kwamba hii ni talaka. Kwa maana nyingine, hiyo ndio talaka kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Naam, Sheikh Juma, tunakushukuru. Ndugu mtazamaji, nadhani umeshapata uhalisia wa talaka. Kumbe ni mkataba uliopo kati ya mke na mume, halafu unavunjwa kisheria. Sasa Uislamu unatazamaje kwamba talaka ni jambo linafaa hili au likoje? Kwanza wanatakiwa fahamu, ndugu watazamaji, hususan Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema abghadul halali ila Allahi at-talaqu. Na kwamba Mtume anasema ni halali ambayo Mwenyezi Mungu anaichukia sana ni talaka. Kwa maana talaka ni halali, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachukizwa na watu kupeana talaka. Hii haina maana Mungu anaharamisha talaka, hapana, bali Mungu anachukizwa tu. Kwa nini anachukizwa? Kwa sababu talaka kwa 100% ni jambo ambalo katika mambo ya ndoa si jambo zuri, na pia ni jambo ambalo Ibilisi analifurahia. Tunaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila siku huyu Ibilisi huwa anaweka arshi yake katika bahari au majini, alafu anatuma kikosi kazi katika jeshi lake kuja kwetu sisi wanadamu, kuja kutupoteza na mengineyo. Lakini watakaporejea pale, kila mmoja anapeleka mrejesho kwa Ibilisi ambaye ndio kiongozi. Watasema mimi bwana nimemfanya mtu mpaka amezini. Ile Ibilisi atawaambia hamjafanya kitu. Huyo baadaye atatubia kwa Mungu huyo. Mimi nimefanya hivi bwana kaiba. Ibilisi atamwambia wewe hujafanya kitu. Lakini atakuja mwingine atasema mimi leo nimejitahidi kadiri ya uwezo wangu mpaka fulani na fulani nimewatenganisha hivi ninavyosema hakuna ndoa. Basi ule Ibilisi atafurahishwa na atamsogeza karibu yake, atamwambia wewe ndio ulifanikisha hili. Kwa maana ndio maana Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, talaka ni halali, lakini Mwenyezi Mungu anachukizwa na kitendo cha watu kuachana. Shukrani Sheikh Juma, kwa sababu muda wetu unakwenda haraka haraka. Sasa tuangalie ikiwa kama ndio mtazamo wa Uislamu, kumbe haukubaliani na swala la talaka, ni jambo hasa limebebwa na shetani. Sasa ndio imeshatokea talaka. Hebu tujaribu kuona sasa yale madhara. Tuna mume hapa ambaye ndo mtoaji kama ulivyosema, lakini hapa pia tuna mke ambaye ndio kaachwa, lakini pia tuna chini huku watoto, lakini si watoto, tuna jamii pia, tuna kiuchumi. Sasa tuende haraka haraka tugusie vitu hivi kiharaka haraka. Sasa wewe hebu uangalie hapa, kipi cha mwanzo unaona kiko karibu, anze nacho. Athari ya talaka imeshatokea kwa hawa wote ambao tumejaribu kuorodhesha. Karibu Sheikh. Kwanza Sheikh wangu mtangazaji, kuna vitu tunatakiwa tuvifanye sisi kabla hata hii talaka haijakokea. Talaka ni kitu cha mwisho mno, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia wallati takhafuna nushuzahunna, na wale wanawake ambao nyinyi wanaume mnachelea na mnahofia kwamba tayari wanafanya uasi,
basi Mwenyezi Mungu anatuambia faidhuhunna. Jambo la kwanza, wewe mume, na kwa namna ulivyo, mpe nasaha mkeo. Kama hakuelewi, mlete shekhe atoe mawaidha. Nenda kanunue CD hizo au flash zinazozungumzia madhara ya talaka, umwekee mke wako kwenye TV au kwenye redio au kwenye deki asikilize. Lakini pengine mke anaweza ikawa ni mtu mgumu sana kuona kwamba, naona siku hizi umeleta tena mambo ya kuhusu talaka, ndio nini sasa? Basi Mtume Mwenyezi Mungu anakuambia kwamba fahjuruhunna fil madaji. Jambo linalofuata basi muhame huyo katika malazi. Sio kwamba utoke ukalale gesti, hapana, bali pale pale nyumbani kila mmoja analala upande wake. Unasema mnalala yani ule mlalo wa yani mzungu, huyo miguu iko kule, kichwa kiko huku. Sasa kwa mke anayeelewa, aliyofundishwa akhlaki, atajua hapa hakuna jambo zuri. Ama ikishindikana hivyo, tunaambiwa fadhribuhunna au wadhribuhunna, wapigeni, lakini sio pigo lile la kumjeruhi kama vile mko katika ndondi. Hapana, ni pigo ambalo la dogo tu ambalo litamuasha, atahisi kwamba mume wangu toka mimi kuzaliwa kwangu hajanifanya kitendo. Na haya yote matatu akishindikana, tunakuja jambo la nne. Mwenyezi Mungu anasema kwamba wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahum, kwamba utakapokuwa mtagundua kwamba kuna kutengana na ndoa hii kuvunjika, nyinyi sasa wa familia, basi mtoe hakimu na muamuzi kwa upande wa mume, na kwa upande wa mke atoke muamuzi, waende kwa vijana wale kwa asu. Lakini kuna sharti Mungu ameeleweka hapa. Ikiwa hawa wanaokwenda wanakusudia hasa kupatanisha hii ndoa iendelee kuwepo, basi maana yake Mwenyezi Mungu ataafikisha. Sio kwamba upande mmoja unatoka anaambiwa kwamba unaenda huko, sio mjinga. Maana yule kijana anajeuri yule. Sasa huyu anakuja haji kusuluhisha, anakuja kuzidisha matatizo. Lakini watakapokwenda hawa wakasuluhisha, ikawa wamekaa vizuri, lakini ikatokea bado talaka ni kitu cha mwisho. Sasa leo ndoa nyingi talaka inakuwa ndo jambo la mwanzo, alafu ndo anafuatia haya manne. Kwa maana hiyo, hili kwanza sheria ya Uislamu inalitaka lifanyike. Lakini pia ndugu mtangazaji, shukrani Shekhe, kwa sababu muda unatukimbia sana. Tumeshaona hatua za kuchukua. Talaka ndio hiyo, sheria ni jambo ambalo halipendezi na hatua mbalimbali mpaka ifikie. Sasa ndio pamoja na yote haya ndio ishamefikia. Sasa tudondoe athari hizi. Pita kidogo hapa kwa haraka, muda unakimbia sana. Athari za talaka, ndugu yangu, shekhe wangu mtangazaji, ni kubwa mno na ni nyingi. Kwanza talaka, athari yake ya kwanza ni kuparaganisha kizazi. Watoto watakuwa wanaishi katika maisha ambayo si mazuri, na hasa ukilinganisha hawa watoto wanahitaji malezi ya watu wawili hawa. Sasa itakapotokea kwa talaka imetokea, ima watoto watakwenda kwa mama au watakwenda kwa baba. Sasa itategemeana kule anakokwenda kuna mazingira gani ya dini. Kama mama atawaambia yule baba yenu mbaya wala sio mzuri, sio mnaona ametuacha tunapata shida na nini na nini, na kwa upande wa baba naona mama yenu yule bwana mimi nimemwacha, akasema yeye hataki kukaa na nyinyi. Sasa watoto nao wanajenga chuki katika familia hizi, ima kwa baba. Shukrani Sheikh Juma, tunakwenda haraka haraka. Upande wa watoto madhara tumeyasikia, tuje sasa kwa mke aliyoachwa. Athari yake ni ipi? Athari yake kwa mke aliyeachwa, maana yake ni kuwa maskini huyu ataishi katika mazingira magumu, kwa sababu ameachwa na alitarajiwa kwamba apate awe na mwenza wake. Sasa itokee baada ya kupewa talaka, basi akimaliza eda aolewe, na kama hakuolewa, madhara ya mke itakuwa anahangaika hovyo, anakwenda huko na kule, anaanza kuingia mitaani tena kutafuta mazingira mbalimbali tena. Haya Shekhe, tumalizie nukta moja, sekunde moja tu, kuhusu jamii kwa ujumla inaathirika vipi na talaka? Jamii inaathirika na talaka, ndio maana baadaye tunawapata watoto hawa wa mitaani ambao mwisho wa siku ndo hao sasa wanabebwa na wimbi hili la mitandao na kadhalika, uhuni, unyang'anyaji, utapeli, kwa sababu watoto tena hawana wa kuwasaidia, wanaingia kwenye katika mambo ambayo aliharamisha Mungu. Shukran Sheikh Juma. Huyu ni Sheikh wetu Juma Kijepa, tulikuwa naye katika kipindi chetu cha mfululizo wa vipindi vya Sawaidul Ikha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika TV yako pendwa Africa TV Swahili, mwongozo wa maisha yetu. Tuwe pamoja ndugu mtazamaji katika vipindi
vijavyo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na maulama wema maduati ikhiwani wanauongoza umma ubaki kwenye amani, wakifundisha elima hadithi na Qur'ani, lengo husende mrama.